Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka vijana nchini kurejea katika misingi na mshikamano na kuacha vitendo vinavyoweza kusababisha mgawanyiko katika jamii. Akizungumza katika kongamano la UVCCM lililofanyika Tunguu, Zanzibar, Dr. Samia amesema jukumu la kuendeleza na kuimarisha muungano wa Tanzania liko mikononi mwa Watanzania wote, hususan vijana wa CCM. Amesema anajivunia kuona nchi ikiwa imara, yenye amani na utulivu, lakini akaonya kuwa mshikamano wa Tanzania unaanza kulegalega hatua kwa hatua, hali inayopaswa kutafakariwa kwa kina. Aidha, amekemea matumizi ya maneno na mienendo inayochochea ubaguzi miongoni mwa vijana, akasisitiza kuwa hali hiyo inaweza kuhatarisha umoja wa taifa. Rais Dr. Samia amewataka vijana kupendana, kushirikiana na kulinda amani ya nchi ili Tanzania endelee kuwa moja na yenye mshikamano imara. Tunapoadhimisha sasa miaka 62, ninayo fahari kubwa kutamka kwamba tunayo nchi imara yenye amani na utulivu. Katika safari yetu ya kujenga Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumepiga hatua kubwa ya kimaendeleo katika nyanja zote za kiuchumi, kijamii, kisiasa, kiutamaduni, kiteknolojia na kiusalama pia. Mafanikio haya hayakuja kwa bahati mbaya, bali yamejengwa, kulindwa na kuendelezwa kizazi baada ya kizazi kwa kuzingatia misingi ya amani, umoja na mshikamano tulioachiwa na waasisi wetu. Leo hii mimi niliyesimama hapa naitwa rais wa awamu ya 6. Ina maana kuna marais wa awamu 5 zilizopita, na wote walihakikisha wanalinda na kuenzi na kuukuza muungano huu hadi leo tulipoachiwa sisi mikononi kwetu. Kwa hiyo tunashukuru viongozi wetu wote waliopita kwa kusaidiwa na chama chetu, kuanzia TANU na Afro Shirazi, vyama vyetu, hadi Chama cha Mapinduzi. Tunawashukuru viongozi wote waliopita kwenye serikali, lakini pia kwenye vyama vyetu vya siasa. Hivyo jukumu la kuendeleza kuimarisha muungano huu liko mikononi mwetu, na hasa kwenu vijana wa Chama cha Mapinduzi. Nimesema nina fahari kusema kwamba nchi yetu kwa sasa ni imara, yenye amani na utulivu. Nimeacha neno mshikamano, na hapa ndipo nataka vijana tutafakari neno mshikamano. Tunavyokwenda hivi, mshikamano wa Watanzania unaachia polepole. Nadhani vijana mlioko kwenye mafunzo mmeambiwa haya, na nitakapofungua kongamano wa kufunzi watalisema hili. Twendeni tutafakari sana mshikamano wa Watanzania. Na unaachia katika ngazi gani? Unaachia katika ngazi yenu vijana. Ngazi yenu vijana, mshikamano wa Watanzania unaachia polepole. Niwaombe sana vijana. Tumemsikia shekhe hapa anasema hata vitabu vya dini vimesema tumewaleta ili mshikamane wala msifarakane. Sasa vijana sasa hivi mnakuja na maneno tofauti. Kuna maneno yanaitwa shoti, kuna maneno sijui yanaitwa nini. Mnakuja na vitaminoloji vidogo vidogo vya kufanya mbaguane, muachane, msishikamane. Hili nalikemea sana vijana wangu. Niwaombe sana, rudini kwenye mshikamano. Msiharibu nchi yenu. Kamataneni, shikamaneni. Mkishikamana adui hana nafasi ya kupita, lakini mkikubali kutenganishwa adui mnampa njia apite. Kwa vijana wangu, tushikamane ili Tanzania ibakie kuwa moja. Nimeona mmoja anawafanyia wenziwe mikono hivi. Inabidi twende na mshikamano, na tufanyeje? Tupendane. Nataka niseme kwamba
Vijana oye! Muungano huu sio wa serikali. Muungano huu ni wetu watu, ni wetu watu, ni wetu wananchi. Leo hii, zamani tulianza muungano wa vyama vya siasa, serikali, alafu vyama vya siasa. Tulianza muungano wa serikali ya Mapinduzi Zanzibar na ya Jamhuri ya Tanganyika, tukafanya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baadaye tukaja muungano wa vyama vyetu na kujua kwamba umoja ndio mshikamano. Huko nyuma hapa Zanzibar kulikuwa kuna Shirazi Association na African Association. Wakaona tukiwa wamoja ndio tutaenda kufaulu vizuri, wakaunganisha tukawa na Afro Shirazi Party, ikafanya umoja ambao ulikuwa na mshikamano mkubwa, wakaweza kufanya mapinduzi ya Zanzibar. Wasingeungana, mapinduzi yasingekuwa. Lakini tulivyoendelea, Afro Shirazi Party na TANU wakaona bora tushikane, tuungane ili Tanzania iwe na nguvu zaidi. Tukaunganisha, tukatengeneza nini? Chama cha Mapinduzi. Ingekuwa umoja hauna nguvu, wazee wetu wasingeungana huko nyuma. Umoja, mshikamano una nguvu na unalinda nchi. Ndio maana wazee wetu wameungana, wazee wetu wameshikana, nasi hatuna budi kwenda mwendo huo huo. Sasa sisi tunamaliza muda wetu, tunawakabidhi nyinyi. Hatima ya nchi hii iko mikononi mwenu, vijana wa Chama cha Mapinduzi. Naye makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Zanzibar, ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, amesema kuwa muungano wa Tanganyika na Zanzibar umetimiza miaka 62 ukiwa na mafanikio makubwa yaliyopatikana kwa pande zote mbili, hususan katika sekta za kiuchumi, kisiasa, kijamii pamoja na kuimarisha umoja na mshikamano wa Tanzania. Dr. Mwinyi amesema kuwa tangu kuasisiwa kwa muungano huo mwaka 1964, Tanzania imeendelea kushuhudia maendeleo makubwa yanayojengwa juu ya misingi ya ushirikiano, amani na mshikamano baina ya wananchi wa pande zote mbili za muungano. Aidha, Dr. Mwinyi ameahidi kuendelea kushirikiana kwa pamoja na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, katika kuhakikisha muungano wa Tanzania unadumu, unaendelea kuimarika na kuleta manufaa zaidi kwa kizazi cha sasa na kijacho. Katika hatua nyingine, Dr. Mwinyi amesema moja ya faida kubwa ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni kudumisha amani na usalama wa nchi, jambo ambalo limewezesha Tanzania kuwa mfano wa utulivu na mshikamano barani Afrika. Kutokana na hali hiyo, Dr. Mwinyi ametumia fursa hiyo kuwataka Watanzania hususan vijana kuona umuhimu wa kuendelea kulinda amani ya nchi, kudumisha mshikamano wa kitaifa pamoja na kujiepusha na vishawishi vinavyoweza kusababisha migogoro na kuvunja utulivu wa taifa. Amesisitiza kuwa vijana wana nafasi kubwa katika kuendeleza tunu wa muungano na kwamba wanapaswa kuwa mstari wa mbele katika kulinda misingi ya umoja, uzalendo na amani kwa ajili ya maendeleo endelevu ya Tanzania. Kuwepo kwako ni ithibati nyingine ya utayari wako katika kuendeleza, kudumisha na kuimarisha malengo ya kuasisiwa kwa muungano huu kwa dhamira ile ile ya waasisi wa taifa letu hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na marehemu Mzee Abeid Amani Karume, na kuendelezwa na viongozi wa awamu zote za uongozi zilizofuata. Napenda nikuahidi kwamba tutaendelea kushirikiana nawe katika kuhakikisha muungano wa Tanzania unadumu na kuendelea kuimarika kwa faida ya kizazi cha sasa na wale watakaokuja baadaye. Serikali zote mbili zitaendelea kufanya vikao vya majadiliano kwa ngazi mbalimbali kwa lengo la kuzipatia ufumbuzi changamoto ambazo bado ni kikwazo katika kufikia malengo ya muungano wetu ambao ni wa kipekee sana duniani. Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, ndugu washiriki, mabibi na mabwana, kwa hakika moja ya faida kubwa na muhimu ya muungano wa Tanzania ni mchango wake katika kudumisha amani na usalama wa nchi yetu.
Hivyo napenda kutumia fursa hii kuwaasa Watanzania wenzangu na hasa nyinyi vijana kuona umuhimu wa kuendelea kuilinda amani na kujiepusha na vishawishi vinavyoweza kusababisha kuvunjika kwa amani ya nchi yetu. Natambua kuwa UVCCM inatumia majukwaa mbalimbali ili kuwaelimisha vijana wa Tanzania na hasa wanachama wetu kuwa wazalendo na walinzi wa amani. Wito wangu, muendelee bila kuchoka kutekeleza wajibu wenu huo, kwani nyinyi vijana huwa ndio walengwa kwa kutumia changamoto mbalimbali zinazowakabili. Napenda nikuhakikishieni kwa serikali zetu zote mbili chini ya usimamizi wa Chama cha Mapinduzi zimeweka mazingatio makubwa katika kufanyia kazi changamoto mbalimbali zinazowakabili vijana Tanzania. Tayari katika pande zote mbili tumeunda wizara maalumu za kushughulikia masuala ya vijana na kutenga fedha za kuwawezesha vijana kwa namna mbalimbali. Tumewazingatia vijana katika fursa za ajira serikalini, nafasi za uongozi na pia kuboresha mitaala ya elimu ili vijana wa Tanzania waweze ama kuajirika au kujiajiri wao wenyewe. Haya yote tutayafanya kwa kutambua ukubwa na umuhimu wa kundi hili la vijana. Wito wangu kwenu, endeleeni kutumia fursa zilizopo, nami napenda niahidi katika kipindi kifupi nitaendelea kutekeleza mambo yote tuliyowaahidi vijana kipindi cha kampeni. Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Asha Rose Mugiro ameeleza kuwa vijana wa Tanzania ndio walinzi wa muungano, hivyo amewataka kuendelea kutetea muungano huo. Kinaulinda na kinaurithisha. Vijana wa Tanzania ndio walinzi wa muungano wa leo na muungano wa kesho. Ni wajibu wetu, ni wajibu wenu vijana kutetea muungano kwa maarifa, kujenga kwa mshikamano na kutafsiri katika lugha ya kizazi cha sasa katika uchumi, teknolojia, ajira, weledi na ubunifu. Muungano lazima uwe fursa kwa vijana zaidi. Napenda kuwapongeza sana washiriki wa mafunzo na watendaji wa UVCCM ambao leo watakabidhiwa hati zao. Chama kinahitaji viongozi vijana wenye itikadi, wenye maadili na wenye uzalendo. Na pia tunahitaji viongozi wenye uwezo wa kuongoza jamii katika mazingira mapya ya dunia na kuitafsiri ilani ya CCM ya uchaguzi ya mwaka 2025-2030 pamoja na dira ya taifa 2050 kwa vitendo na kwa mfano. Mafunzo haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, yanaimarisha msingi wa CCM kuendelea kuwa chama kinachoongoza taifa kizazi baada ya kizazi. Mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM Taifa, ndugu Muhammad Ali Kawaida, amesema kuwa wataendelea kusimamia miongozo wa Chama cha Mapinduzi sambamba na kuendelea kumtia moyo na matumaini ili kuweza kuendelea kutumikia chama. Utendaji wenu ndio maana Oktoba 2025 tarehe 29 Watanzania kwa kauli moja wakasema sio mwingine ni Samia Suluhu Hassan na Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi. Nimewasikia baadhi ya watu, ndugu mwenyekiti, wanasema hapakuwa na mpinzani, hapakuwa na mgombea mwenza. Nataka nikuhakikishie mwenyekiti, ile ngoma ilikuwa afe kipa afe beki, lazima mpira uende kwa CCM. Lakini ndugu mwenyekiti, nichukue nafasi hii tukupongeze wewe binafsi, tukupongeze kwa tume ile ya kuchunguza matukio yaliyotokea Oktoba 29. Lakini pongezi zetu sio tu kwa kuunda tume, pongezi zetu tunakupa wewe, ndio mwenyekiti wa chama, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Amiri Jeshi Mkuu. Hukuweka mkono, hukuweka mguu, uliacha tume ifanye kazi yake kwa mujibu wa tume ulivyoiunda. Lakini kilichotufurahisha zaidi sisi vijana kwamba baada ya taarifa ile, mwenyekiti,
wewe ni kiongozi shujaa sana, wewe ni kiongozi mkarimu mno, wewe ni kiongozi unawajali na unawapenda Watanzania. Umeonesha kuipokea na uko tayari kuifanyia kazi. Ndugu mwenyekiti, Mwenyezi Mungu akulinde. Na ndugu mwenyekiti, sisi Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi tunakuahidi kwamba tutasimamia miongozo yako na maelekezo yako yote uliyotoa wakati ukipokea tume ile. Na sisi Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi tunaendelea kukutia moyo. Mungu aendelee kukusimamia kiongozi wetu. Ndugu mwenyekiti, vijana hao unaona mbele yako wametoka pande zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapa wapo viongozi wa kitaifa, wako viongozi wa mikoa, wapo viongozi wa wilaya, wapo viongozi wa kata na wadi, lakini pia wapo viongozi wa matawi. Na wamekuja hapa ndugu mwenyekiti, mimi wamenizoea, lakini wamekuja kukusikiliza wewe. Wamesafiri umbali wote, lakini wamesema leo tunakwenda kumsikiliza mwenyekiti. Kongamano hilo limeambatana na ugawaji wa vyeti kwa wahitimu, makatibu wa vijana wa Chama cha Mapinduzi pamoja na makatibu wasaidizi. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online.